Kuna watu leo wanaonekana wako karibu na Mungu, lakini ndani yao wanahisi wako mbali sana na Mungu. Na kuna wengine jamii imewaweka pembeni, lakini ndani yao wana kiu ya kukutana na Mungu. Hii ndiyo hadithi ya Zakayo. Mwandaaji ni Matiko James. Mimi ni Joshua Mseti. Ni katika safari ya Yesu alipokuwa akiingia Yerusalemu kupitia Yeriko, anakutana na mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Zakayo. Hii inakadiriwa kuwa ni kati ya mwaka 30 hadi 33 AD. Ni wakati wa utawala wa Warumi chini ya Pilato. Ndipo kisa hiki kilipotokea, kama kilivyoandikwa katika kitabu cha Luka sura ya 19 mstari wa 1 hadi wa 10. Actually, kitendo cha Zakayo kupanda juu ya mti kwa sababu ya ufupi wake ili aweze kumwona Yesu haliwezi kuwa jambo la maana kiasi kwamba liweze kuandikwa katika Biblia hadi pale dhamira ya tukio hili inapofahamika. Kuishi Yeriko. Yeriko ulikuwa ni mji mkubwa kihistoria kwa Wayahudi, mji ambao ulikuwa ukikaliwa na makuhani na Walawi, watu ambao walikuwa wanaamini ya kuwa wao ni special katika ufalme wa Mungu, jambo ambalo haliwezi kuwa kweli. Watu hawa walikuwa wakiwatenga watu wengine na kuwaona wengine kana kwamba hawawezi kufanya kazi za hekaluni. Mara baada ya uvamizi wa Warumi, eneo hili la Yeriko lilikaliwa na watawala pia. Ndiyo maana katika mfano wa Msamaria, wale makuhani na Walawi walikuwa wanatokea pia katika mji huu wa Yeriko. Unaposoma katika Luka sura ya 10 unaweza kuona haya. Mji wa Yeriko ulikuwa ni mji wa kihistoria kwa sababu wakati wana wa Israeli wanapatiwa nchi yao walifikia hapo. Isingekuwa jitihada za Daudi, mji wa Yeriko ungekuwa ni mji mashuhuri kuliko Yerusalemu. Kwa hiyo mji wa Yeriko walikuwa wakiishi watu matajiri, watu maarufu, watu wenye ukwasi, na Zakayo naye pia alikuwa akiishi katika mji huo. Kimo cha Zakayo. Biblia inamzungumzia Zakayo kama mwanaume mfupi, mtu mfupi aliyewahi kuandikwa katika Biblia. Na katika zama za Wayahudi iliaminika ya kwamba unapokuwa na mahusiano mazuri na Mungu unafanikiwa kiuchumi, kiafya na kimuonekano pia. Lakini mtu yeyote ambaye alikuwa na shida aliaminika kuwa mtu huyu ametenda dhambi. Hii ndiyo sababu swali hili linaulizwa na wanafunzi wake katika kitabu cha Yohana 9 mstari wa 2. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Hivyo kuwa mfupi ilionekana kana kwamba ni mtu aliyelaaniwa ama kukataliwa na Mungu. Hivyo basi, kwa namna yoyote ile Zakayo asingeweza kuwa kuhani, maana ilidhaniwa kwamba ufalme wa Mungu hauwezi kurithiwa na watu wafupi na watu wenye kasoro yoyote physically. Kazi ya Zakayo. Zakayo alikuwa ni mtoza ushuru mashuhuri kwa sababu iliaminika kuwa ni mtu aliyekataliwa na Mungu, lakini pia alikuwa akichukiwa na jamii kubwa
Hivyo basi alikuwa na juhudi kubwa ya kukusanya ushuru kwa nguvu, na hii ilikuwa ni nafasi yake ya kulipiza kisasi kwa watesi wake. Zakayo alikuwa akishirikiana na Warumi kuwaumiza Wayahudi ambao waliamini kwamba ile ardhi ni ya kwao, ambayo walipewa na Mungu wao ili waweze kuitawala. Kwa Wayahudi kushirikiana na Warumi ilikuwa ni dhambi ya makufuru, na adhabu yake ilikuwa ni kifo. Zakayo anaposikia habari za Masihi, hofu yake inakuwa kubwa sana, maana iliaminika kuwa Yesu amekuja kuleta ufalme wa Mungu, na watu wote wenye upungufu kama Zakayo, kwa sababu Zakayo alikuwa ni mfupi, iliaminika kuwa wote wanakwenda kuangamia. Na ndipo Zakayo anapopanda juu ya mkuyu, si kwamba anahitaji aokolewe, bali alikuwa anahitaji kuona ni nani anayekuja kumwangamiza. Yesu anapomuita Zakayo kwa jina, hofu yake inakuwa kubwa sana kutokana na mazingira hayo ya kutisha, na akiwa anajua maovu yake mengi, Yesu anamwambia Zakayo kuhusu wokovu wake na sio kuhusu dhambi zake. Mara kadhaa katika maisha yetu tumekuwa tukisisitiza sana dhambi za watu kuliko tunavyosisitiza kuokolewa kwao. Yesu anasema katika Luka sura ya 19 mstari wa 10, Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Jambo la pekee la kujifunza katika kisa hiki cha Zakayo ni kwamba Yesu anatupatia wokovu kwanza, kisha tunaacha dhambi.